halisi ya uzalendo ni kuwa tayari kufia nchi yako kwa hali na mali. Uzalendo si kile ambacho unakifanya kwa manufaa yako wewe. Uzalendo ni kile ambacho unakifanya kwa manufaa ya wengine, kwa manufaa ya nchi yako. Ile ndio neno unaitwa nini? Uzalendo. Na uzalendo upo kwenye nyanja mbalimbali. Uzalendo una misingi yake, una namna yake. Na nyinyi hata hili jambo la kuja hapa kwenye hili kongamano, kuanzia asubuhi mko hapa mnasikiliza mada mbalimbali, mnashiriki, mnatoa ushirikiano, na hiyo pia ni tendo la kizalendo, kwa sababu hamfanyi kwa niaba yenu peke yenu, mnafanya kwa niaba ya taifa letu. Jipigeni makofi. Kwa hiyo ndugu zangu washiriki, hivi ikitokea leo ukapewa chance ya kwenda kuishi nchi nyingine, ni nchi gani utachagua ambayo unasema hii ndio nchi ambayo unaitaka? Irani? Wazalendo wewe, ikitokea umepewa chance ya kwenda kuishi nchi nyingine, utaenda kuishi nchi gani? Wangapi wanasema watabaki Tanzania? Ukweli ukweli, lakini wangapi wanasema wataenda Irani? Pamoja na mambo mengine, ni kuipenda hii nchi yetu, kwa sababu yako mambo ambayo binadamu hachagui. Wakati unazaliwa haukuchagua kuwa Mtanzania, wewe ulizaliwa wapi? Tanzania. Kwa sisi wote hatukuchagua kuwa Watanzania, tumezaliwa Watanzania. Maana yake sisi tumepewa zawadi ya kuwa Watanzania. Hiyo ni muhimu, tuipende nchi yetu. Tuipende nini? Nchi yetu. Kuna watu wanaweza wakahisi labda hii nchi ina changamoto, lakini unaposema Tanzania ina changamoto kuliko nchi gani? Niwape mfano. Leo hii ungezaliwa kwenye nchi yenye baa la njaa kama Sudan, hapo vipi? Au ungezaliwa kama Kongo, au ungezaliwa kama Burundi ama Central African Republic, nchi ambazo zina vita, nchi ambazo zina njaa, nchi ambazo zina ukame. Lakini sisi tumepata bahati, nchi yetu ina amani, nchi yetu ina urutuba, tunapata mvua, nchi yetu tuna mashirikiano, nchi yetu tuna masikilizano, nchi yetu nyewe mnapata fursa na bahati ya kusoma. Nchi zingine hayo mambo hayapo. Kwa hiyo lazima tuipende nini? Nchi yetu. Sawa sawa. Wazee kabla yetu sisi, hawa wazee hawa ambao mnaona hapa, hawa walipigania uhuru wa nchi yetu. Walipigania nini? Uhuru wa nchi yetu. Sisi tumepata uhuru mwaka gani? Wangapi wanajua mwaka gani tumepata uhuru? Wanyoshe mikono. Pale gani? Mpigeni makofi. Mwaka 1961. Mwaka 1961 ndio tulipata uhuru. Wakati tunapata uhuru sisi kama nchi, mambo mengi sana tulikuwa nyuma. Kweli si kweli? Hatukuwa na shule za kutosha, hatukuwa na barabara za kutosha, hatukuwa na meli hii ambayo mnaiona hapa Mafia. Kwa watu ambao wamekulia hapa Mafia wanajua, walikuwa wanapanda majahazi madogo madogo. Hatukuwa na internet, hatukuwa na simu za mkononi. Kuna kipindi hata sabuni hazikuwepo za kutosha. Ili ununue sabuni, watu walikuwa wanaenda kupanga foleni kwenye maduka. Hatukuwa na sukari ya kutosha kuweka kwenye chai. Hatukuwa na madaktari wa kutosha hospitalini. Hatukuwa na vyakula vya kutosha. Hatukuwa na vitu vingi vya kutosha. Lakini leo serikali zetu kuanzia awamu ya kwanza, awamu ya pili,
awamu ya 3, awamu ya 4, awamu ya 5 zimefanya kazi kubwa sana. Leo tuna shule za kutosha? Hatuna? Tuna umeme? Hatuna? Tuna maji? Hatuna? Tuna barabara? Hatuna? Leo ni kwamba maendeleo makubwa yamefanyaje? Yamefanyika, lakini kule tulipotoka mambo hayakuwa hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu vijana, niwaombe tuendelee kuwa wazalendo. Kuna mambo matano ambayo ili uwe mzalendo ni lazima uwe unayafanya. Mambo mangapi? Matano. La kwanza, mzalendo yeyote ni lazima uheshimu sheria. Uheshimu nini? La pili, mzalendo yeyote lazima ushiriki kwenye shughuli za maendeleo ya nchi yako. Sawa sawa? Sawa sawa? La tatu, mzalendo yeyote lazima ulinde umoja na mshikamano. Ukiwa mzalendo hautakiwi kuwa mbaguzi wa kidini. Hautakiwi muone mwenzako ni mbaya kwa sababu ya dini yake. Ukiwa mzalendo hautakiwi kuwa mbaguzi wa kivyama. Hautakiwi muone mwenzako mbaya kwa sababu ya chama chake. Na ndio maana hapa kuna watu wa vyama mbalimbali. Wako watu wa CUF, wako watu wa ACT, wako watu wa Chama cha Mapinduzi. Kweli si kweli? Ni kwa sababu ili uwe mzalendo lazima uwe unadumisha umoja na mshikamano wa nini? Wa taifa lako. Ukiwa mzalendo ni muhimu utunze mazingira na viumbe hai. Utunze nini? Mazingira na viumbe hai, kwa sababu wazalendo wanatunza mazingira na viumbe hai. Ndio kama Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya alivyotuelekeza, alivyotusisitiza tutunze mazingira. Usitupe taka ovyo, usichafue mwenyewe mazingira, usichome taka ovyo ambapo ikapelekea uchafuzi wa mazingira. Na ukiwa mzalendo unatakiwa udumishe mila, desturi na tamaduni za nchi yetu. Ndio maana sie pamoja na mambo mengine tumesoma, lakini tunaongea nini? Lugha ya Kiswahili. Lugha ya nini? Ya Kiswahili, kwa sababu hiyo ni sehemu ya mila, desturi na tamaduni za Tanzania. Ili wewe mzalendo unatakiwa ufanye mambo matano. Atakayeweza kuyarudia nampa shilingi 10,000. Ili nimalize mada yangu. Nimeyataja mimi mwenyewe. Kwa atakayeweza kuyarudia